Habari za muda huu mabibi na mabwana, ungana nami kupata utabiri wa nyota siku ya leo ya Jumapili ya tarehe 30 Novemba mwaka 2026. Kwa ambaye hajapata utabiri wa mwaka mpya, unaweza ukaingia YouTube moja kwa moja ukaandika utabiri wa mwaka 2026, basi itakuleta moja kwa moja, au ukiandika tu Saadil Habshi itakupeleka moja kwa moja. Tukianza na utabiri wa nyota ya kondoo au punda, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Machi mpaka tarehe 19 Aprili. Utakuwa ni mwenye maono ambayo sio ya kawaida. Kihisia utakuwa juu pia, ila utaweza tambua kiundani baadhi ya majambo yanayofanywa na mwenza wako. Hivyo basi, kuna ishu ya kutengana kwa muda msipokuwa wavumilivu. Utajikuta ukiingia katika matumizi ambayo si ya lazima. Hivyo utaharamika kwa kiasi fulani. Siku ya bahati ni Jumanne, asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni red na namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni ruby au garnet. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Aprili mpaka tarehe 20 Mei. Safari fupi zitakutawala leo, ikiwa na maana peer pressures itakuwa juu. Hautakuwa comfortable katika kutoa maoni ya kitu fulani ambayo unahisi kabisa ni mtego. Utagumbua usaliti wa namna yote ile. Hautajutia maamuzi yako, ila nafsi si yenye kutulia moja kwa moja. Masuala ya fedha ni wastani na huenda ukaingiza pesa zaidi katika muda wako wa bahati. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni udongo. Ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni green, namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 33. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni emerald au rose quartz. Tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Mei mpaka tarehe 20 Juni. Mjadala utapamba moto leo. Utajitoa moja kwa moja kutokana na kuhusika katika jambo fulani. Utaingia katika jaribio la watu wengi ambao wengi wao ni wenye msimamo. Hofu ya jambo kutokea itakuwa juu. Juhudi katika kutimiza azma yako itakuwa juu pia. Na masuala ya fedha ni wastani na unaweza ukatoa kumpa mwingine rafiki. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni hewa. Ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni yellow na grey, namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 32. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni agate au citrine. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 mpaka tarehe 22 Julai. Utashirikiana na wengine leo katika swala zima la kupinga kitu fulani. Ni vigumu kumtambua mtu kiundani kwa taswira yake ya nje. Hivyo basi, dhana yako haitakuwa kweli. Ubora wa kitu hautauona kwa vile machoni mwako pamezoea. Utahitaji kujenga kitu fulani ambacho mwisho wake ni mzuri kabisa, ila tatizo ni pesa rafiki. Licha ya kuwa siku ya leo, upande wa pesa ni wastani. Siku ya bahati ni Jumatatu, asili yake ni maji. Ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni white na silver. Namba ya bahati ni 2, 11, 20 na 29. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni moonstone au pearl. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Julai mpaka tarehe 22 Agosti. Utatoa ya moyoni kwa mtu fulani. Hivyo basi, ni baada ya kutoridhika na jambo fulani, maafikiano yatakuwa juu leo, ikiwa na maana furaha itakuwa kwa wote ambao mpo katika ushirika fulani. Mipango ya pesa ni mizuri sana leo. Epuka mikusanyiko ya watu, kwani itakuletea picha nyingi ambazo nyingine ni nzuri na nyingine ni mbaya. Siku ya bahati ni Jumapili, asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni gold au orange, na namba ya bahati ni 1, 10, 19 na 28. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni peridot au ruby. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Agosti mpaka tarehe 22 Septemba. Mapenzi kwa mtu fulani yatapungua kidogo kidogo, ila hautajutia kumove on, ikiwa na maana umechoka. Safari za hapa na pale zitakuwa nyingi leo. Utapata bahati ya kukumbukwa na mtu mwenye hadhi fulani licha ya kuingia katika dimbwi la mawazo. Utanufaika na mipango endelevu ambayo usimamizi wake ni wa kusuasua. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni udongo. Ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni brown
na leaf green. Namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 41. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni sapphire au carnelian. Na tukiendelea na upande wa nyota ya mizani, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Septemba mpaka tarehe 22 Oktoba. Utajihusisha na ununuzi wa vitu sokoni, ikiwa na maana ndani kwako utahitaji kuwe na chakula cha kutosha. Si ajabu utawasiliana kiundani na mtu wako wa karibu ili tu kupata mwafaka. Hautozingatia masuala ya migogoro, ikiwa na maana umechoshwa kila siku kesi. Pesa ni wastani wa kufikirika rafiki leo. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni pink au white blue, na namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 42. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni opal au lapis lazuli. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Scorpio, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Oktoba mpaka tarehe 21 Novemba. Jambo zuri ni kuwa huzuni zinaondoka polepole na kujihisi tofauti katika swala la upeke. Mawazo ni mengi na njia zimefunga. Je, kwa nini? Mchana wa leo ni mkubwa kwa vile mifuko ipo empty, sio matarajio yako. Utaingia katika jambo la pamoja lenye faida rafiki. Siku ya bahati ni Jumanne, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni black na maroon. Namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni topaz na malachite. Na tukiendelea na upande wa nyota ya mshale, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Novemba mpaka tarehe 21 ni Disemba. Udhaifu wa mtu fulani usikufanye kumwazia sana, kwani sio shida zako. Utapata mwaliko ambao haukutarajia. Utashiriki katika maoni upande wa familia yako kwa njia yote ile. Utapokea ujumbe ambao utakulazimu kutoa kitu mfukoni. Mapenzi ni changamoto leo, utajivua katika jukumu la pamoja kwa vile tu haukubaliani nao moja kwa moja. Siku ya bahati ni Alhamis, asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni purple na blue samawati. Namba ya bahati ni 3, 12, 21 na 30. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni turquoise na amethyst. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Disemba mpaka tarehe 19 Januari. Utahitaji ufanye kitu cha kujiliwaza leo ambacho kitakuondoa stress. Utakuwa katika upande wa utetezi wa mtu wako wa karibu kwa vile kuna jambo limemsibu si la kawaida. Itafifia hali yako ya kuumwa na ni jambo la kushukuru. Upande wa pesa ni wastani na ondoa muhali katika kuwasilisha jambo. Siku ya bahati ni Jumamosi, asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni grey na brown. Namba ya bahati ni 8, 17, 26 na 35. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni garnet na onyx. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Aquarius, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Januari mpaka tarehe 18 Februari. Unafahamu kuwa mawazo yako yanakupeleka kujenga kasri katika hewa. Ni jambo la busara kuachilia pale ambapo hapastahili. Ni swala la muda na mwisho ni mwema. Usiogope kuanza upya. Masuala ya fedha ni wastani licha ya nyuma kupata shida kwa kiasi fulani. Siku ya bahati ni Jumamosi, asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni sky blue na akio. Namba ya bahati ni 4, 13, 22 na 31. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni amethyst na hematite. Na tukimalizia na upande wa nyota ya samaki, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 19 Februari mpaka tarehe 20 March. Utapinga suala la uonevu, utajikubali kwa vile tu misimamo yako imenyoka. Utapata fumu ya mpenzi wako baada ya kushuku jambo fulani. Upande wa pesa ni wastani na hautajutia kushirikiana na kikundi fulani. Mwaliko wa pamoja na marafiki upo juu leo, ila tahadhari usijetoa kitu chenye thamani kubwa kumpa mtu. Siku ya bahati ni Alhamis, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni sea green na indigo, na namba ya bahati ni 7, 16, 25 na 34. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni jade au aquamarine. Kama kawaida tunaendelea katika upande wa gurudumu letu kwa kuangalia muda mzuri wa bahati katika upande wa kila nyota, na tukianza na upande wa nyota ya kondoo au punda, muda wake mzuri siku ya leo ni kuanzia saa 9:30 mpaka saa 1 usiku. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, muda wako mzuri wa bahati leo ni kuanzia saa 5:30 mpaka saa 9:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, muda wako mzuri ni kuanzia saa 11 mpaka saa 2 usiku. Na tukiendelea na upande wa nyota ya
muda wako mzuri ni kuanzia saa 11 hadi saa 3 usiku. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, muda wako mzuri ni kuanzia saa 5 hadi saa 7 na dakika 45. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, muda wako mzuri ni kuanzia saa 11 mpaka saa 2 na dakika 45. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mizani, muda wako mzuri ni kuanzia saa 7 hadi saa 10:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Nge, muda wako mzuri siku ya leo ni kuanzia saa 8 hadi saa 9:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, muda wako mzuri ni kuanzia saa 4 mpaka saa 8. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, muda wako mzuri siku ya leo ni kuanzia saa 10 hadi saa 11:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, muda wako mzuri siku ya leo ni kuanzia saa 6 hadi saa 7:30. Na tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki, muda wako mzuri siku ya leo ni kuanzia saa 5 hadi saa 7. Tunaendelea na utabiri wa watoto wadogo chini ya miaka 10 na ushauri mzuri kwa mama mwenye mtoto au aliyemjamzito. Tukianza na upande wa nyota ya Kondoo, mtoto aliyetumboni atakuwa na uelewa usio wa kawaida. Mtoto chini ya miaka 10, fikra zake zitakuwa zaidi katika kuwa daktari. Tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, mtoto aliyetumboni atapinga unyanyasaji. Mtoto chini ya miaka 10 hatofurahia kuguswa mwili wake. Tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, mtoto aliyetumboni uhodari wake utaonekana mapema sana. Mtoto chini ya miaka 10 atapingana na wenzie katika suala la kula. Tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa, mtoto aliyetumboni atakuwa mwajibikaji. Mtoto chini ya miaka 10 atakuwa ni mwenye kujibidihisha katika kusoma. Tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, mtoto aliyetumboni atakuwa mpole sana na atakuwa na ushawishi. Mtoto chini ya miaka 10 hatokubali kushindwa kirahisi. Tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, mtoto aliyetumboni atawasawazisha sehemu ambayo itakuwa na upungufu fulani. Mtoto chini ya miaka 10 hatopenda kusimamiwa sana katika majambo yake. Tukiendelea na upande wa nyota ya Libra, mtoto aliyetumboni wingi wa kitu utamfanya awe ni mwenye kutoa ila kwa masharti. Mtoto chini ya miaka 10 ataonyesha udhaifu akiwa ugenini. Tukiendelea na upande wa nyota ya Scorpio, mtoto aliyetumboni ufahamu wake utakuwa juu katika jambo fulani. Mtoto chini ya miaka 10 atafurahia kucheza na wenzake. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, mtoto aliyetumboni ataingia katika watu wenye vipawa vya juu. Mtoto chini ya miaka 10 muda mwingi atautumia katika kuangalia TV. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, mtoto aliyetumboni atatafuta umaarufu kwa hali na mali. Mtoto chini ya miaka 10 udogo wa jambo utamfanya kununua na kutaka kingi. Tukiendelea na upande wa nyota ya Aquarius, mtoto aliyetumboni mashirikiano yake yatakuwa ni mema. Mtoto chini ya miaka 10 atakuwa ni mwenye furaha na pia atanuna. Na tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki, mtoto aliyetumboni usafi wake utawashangaza wengine. Mtoto chini ya miaka 10 atapenda kitu kinachoitwa gari au baskeli. Ushauri kwa mama, penye uzito kutakuwa na faraja, baadaye ni suala la muda na usikate tamaa. Ujumbe kwa walikuwa hajapata watoto. Muda mwingine si wa kujilaumu, ikiwa na maana kila kitu kipo katika mipango miaka 1000 kabla hatujazaliwa. Ulikuwa nami Sadil Habshin na bye bye.